wanasema usiku huwa hauna siri, lakini kuna sehemu ambapo giza huwa linaongea, na ukisikia sauti hiyo ujue tayari umechelewa. Karibu kwenye simulizi iitwayo Sauti ya Giza. Mtungaji wako ni Manasha na msimulizi wako pia ni Manasha. Ilikuwa ni usiku mzito sana. Kijiji kizima kilikuwa kimenyamaza kimya kabisa. Hakuna aliyethubutu kutoka nje baada ya saa 12 ikitimia ya jioni, kwa sababu kulikuwa na nyumba moja, nyumba ambayo haikuwahi kulala. Wao wanakijiji waliita nyumba ya kimya. Lakini siku hiyo kulikuwa na kijana mmoja aliyeitwa Amani. Hakutaka kuamini hadithi za watu, ila yeye alisema hizo ni stori za kutisha tu. Akaamua kwenda pale kwenye ile nyumba, na tena ikiwa usiku kabisa. Alipokaribia kufika katika nyumba ile, mlango ulikuwa umefunguka polepole sana. Ghafla akasikia kitu, sauti ikimwambia rudi. Amani akasimama, moyo ukianza kumpiga kwa kasi, na akijiuliza kichwani kwake, ni nani huyo aliniambia nirudi? Alijiuliza kwa sauti ya chini kabisa, ila hakuna jibu wala matumaini ya kujibiwa na yoyote. Lakini bila ya kukata tamaa, Amani akaingia tena na kuongeza hatua moja mbele, kuingia ndani ya ile nyumba. Lakini pindi tu alipopiga hatua moja hiyo, sakafu ikalia, ikasikika kama mfano wa kitu ambacho kimeanguka na kuvunjika chini. Kisha ile sauti iliyomwambia ikarudia tena. Sasa ikasikika kwa karibu zaidi, ikimwambia rudi kabla hujachelewa. Amani akaanza kupata uoga, lakini hakutaka kurudi nyuma. Alihitaji kujua zaidi na kudadisi yaliyokuwa ndani. Akazidi kusogea mbele na mbele zaidi kuelekea kwenye vyumba vya nyumba hiyo. Alipofika kwenye mlango wa chumba cha ndani, Amani akaamua kukifungua. Ndipo akaona kivuli kilichopo ukutani, lakini kivuli hicho hakikuwa na mwili kabisa. Kivuli kilianza kumsogelea Amani taratibu sana, kikamsogelea. Ghafla mkono akasikia kitu kinamgusa katika mwili wake kwa nyuma, hususa katika bega lake la kushoto. Amani kwa hofu na uoga akageuka na kuuliza, ni nini hiki? Ni nani wewe unanishika nyuma? Na hapo ndipo uoga na hofu ulipozidi kumjaa Amani. Amani alishtuka na kupiga kelele, ni nani? Akarudia tena na kuuliza, wewe umenishika ni nani? Lakini alipogeuka nyuma hakukuwa na mtu yoyote yule nyuma yake. Kile kitu kilichomshika ambacho yeye alihisi
kwamba ni mkono uliomshika ulitoweka na wala hakuona chochote. Ghafla mlango ukajifunga. Giza likawa zito zaidi, hewa ikawa baridi kama mtu aliyekuwa kaburini, baridi kwelikweli. Amani akaanza kupumua kwa shida, na kisha akaanza kusema kwa kupani, jitokeze, jitokeze, usijifiche, jitokeze. Ghafla kikasikika kicheko. Kicheko kile kilijaa nyumba nzima na kumkosesha Amani vile vile. Kikamfanya Amani kujawa na hofu, moyo ukawa unapiga kwa kasi kweli. Ghafla alipogeukia mbele, na ndipo alipoanza kuona utofauti. Ukuta uliokuwa mbele yake ukaanza kubadilika, michoro ya ajabu na ya familia ikionyesha watu. Michoro ile ikaanza kuonyesha kama inachora viumbe, mfano kamili. Ikachora kiumbe mfano mwanaume, ikachora pia mfano mwanamke, na ikachora pia mfano wa kiumbe cha mtoto mdogo kabisa. Lakini hofu ilimjaa zaidi Amani alipotazama michoro hiyo na kuona ikiwa maeneo ya macho imejaa damu kweli. Maeneo ya macho ya michoro ile ilikuwa imejaa damu kweli. Kisha ikasikika sauti ikimwambia Amani, umerudi, umerudi. Amani akapata hofu na kutetemeka mwili mzima, na kisha akajiuliza na akauliza pia, nimerudi? Nimerudi wapi? Kisha ikasikika sauti ya mtoto ikasema kwamba walituua hapa, walituua hapa. Ndipo Amani akaanza kuelewa kwamba hii nyumba si nyumba ya kawaida, nyumba ambayo imezungukwa na mizengwe na vitu visivyoeleweka. Mara ghafla kile kivuli kilichomtokea mwanzo kikamtokea tena, sasa kikiwa na umbo la mwanamke, uso usioonekana. Kilianza kusogea kwake kwa Amani, hali ya kuwa mwili au sauti inayosikika ni mfano wa mbao zinazogongana au mifupa inayosagika. Crack, crack. Na kisha kikainua uso mbele ya Amani. Amani hapo ndipo akapata hofu zaidi alichokiona mbele ya kiumbe hicho, kwa sababu hakikuwa na macho, ni fuvu tu. Kisha kiumbe kile kikamwambia Amani, utakuwa nasi milele. Mara ghafla mikono ikaanza kutoka ukutani ikimvuta Amani. Ile mikono ile michoro ile tukeza ukutani ikaanza kutoka na kumshika Amani na kumvuta. Kisha Amani akasema, niacheni, niacheni. Lakini sauti yake haikutoka kabisa, yaani ni sawa na mtu ambaye alikuwa anaongea hali ya kuwa sauti haisikiki. Amani alipiga kelele huku na huku bila msaada wowote. Mara ghafla Amani ikamwijia kama aina ya njozi fulani au maono, na kisha alijiona akiwa mtoto mchanga kabisa, mtoto mdogo ndani ya ile nyumba. Mbele yake kukawa kuna mwanamke. Mwanamke yule alikuwa si wa kawaida, lakini mwanamke yule alikuwa analia na akisema, nisamee, nisamee, nisamee,
na familia yangu. Mara ghafla akaingia mwanaume akiwa ameshika kisu mkononi. Na kumsogelea yule mwanamke na kuua familia yote iliyoko pale. Lakini mtoto mmoja hakuuliwa, yeye alichukuliwa na akapelekwa mbali kabisa. Je, unataka kumjua mtoto huyo ni nani? Mtoto huyo kumbe alikuwa ni Amani bwana. Yote haya ni maono ambayo Amani anaona misri ya njozi. Kisha Amani akaanguka chini. Baada ya kuona vile, Amani akaanguka chini na kisha akajiuliza, mimi ni nani? Kisha ikasikika sauti ikimwambia, wewe sio wa kawaida, wewe ni wa giza. Mara ghafla macho yake yakawa mekundu Amani. Sasa ni zamu. Kisha ikasikika sauti na ikisema, sasa ni zamu yangu. Nyumba ikaanza kutetemeka. Roho zikaanza kulia kila kona. Hii ni nyumba yako, Amani akiambiwa. Hii ni nyumba yako, hii ni nyumba yako. Kisha Amani akaongea kwa hasira akisema, ni nani aliyewaua? Ni nani aliyewaua? Kisha muuaji akatokea akiwa na kisu tena, na kisha akasema, nitakumaliza tena na wewe kama nilivyowamaliza wazazi wako. Amani akajibu na kusema, jaribu tuone. Mara ghafla vitu vikaanza kuruka, upepo mkali ukatokea, kelele kila mahali ya chumba kile. Amani akanyosha mkono, akanyosha mikono yake kumwelekea yule muuaji, na kisha muuaji akazuiwa hewani. Na kisha Amani akasema, hii ni dunia yangu sasa. Kisha muuaji akavuta ukutani. Zile roho zilizokuwepo ukutani zikamvuta muuaji yule ukutani, na akaanza kutoweka mdogo mdogo. Kish huku akipiga kelele, nisamee, nisamee, nisamee. Mwisho kila kitu kikanyamaza, na zile roho pia zikaanza kutoweka. Kabla ya kutoweka, zile roho zikasema, Amani umetukomboa, Amani umetukomboa. Lakini Amani alipoangalia mikono yake, bado ilikuwa na giza. Kwa nini mikono ya Amani ilikuwa na giza? Na ikasikika sauti ikisema, hii si mwisho, hii si mwisho. Asubuhi watu wakakuta nyumba imebomoka. Hakuna mtu isipokuwa alama za miguu tu zikielekea msituni. Je, unataka kujua ni kipi kilichompata Amani? Au ni kwa nini Amani aliona mikono yake na giza? Na kwa nini Amani asikutwe asubuhi pale? Na kwa nini nyumba ibomoke? Na ni kwa nini, au ni kipi kilichoelekea msituni? Amani kilimpata nini? Basi endelea kuwa nami, msimuliaji wako, mtunzi wako Manasha, kwa sehemu ijayo. Ni kipi kilichompata Amani, au Amani amekwenda kukutana na nini? Hiyo itakuwa mbele katika sehemu inayofuata. Karibu sana.